Sasa asubuhi nimeamka napiga mswaki, ndo kapita mtu akaniambia hapo nyuma kwa duka ya Msomali kuna mtu amefariki. Nikifika hapo tundoona huyo kijana ndio amefariki. Na huyo kijana ni mtu afanya kazi ya tuktuk. Ni kijana mdogo, mtu kama miaka 26 hivi. Na huwa ni mtu ambaye hana mambo mengi. Yakiroka asubuhi anafanya kazi yake, jioni anarudi. Kitu limpeza hapa kuonana naye akinunua samaki. Siku ya Ijumaa hapo kuna mama anatengeneza samaki. Kwa hivyo tunaomba pia polisi wakisikia kitu kama hii waweze kuja kutusaidia. Maana hapa sasa kama wanavyo, hata harufu hapa ukisimama huwezi kufika karibu, maana harufu ya mzoga wa mtu si kama mnyama. Kwa hivyo tunaomba polisi wakisikia kama hivyo waweze kutuja kutusaidia, atoa harufu nayo ondoke, aweze kufaidiwa. Kama ni mtu amekufa lakini atakapiwa ufaidili aweze kusaidiwa. Kwa hivyo tunalaumu tena serikali na polisi hapa kwetu kwamba tukipata janga kama hilo polisi hawezi kushtuka haraka wakaja wakatusaidia. Hata MMC hatuoni. Mzee wa mtaa tu ndiye amefika hapa, mzee Kajoka. Kuna mchana alikufa hapa kwenye hoteli pia. Tulipiga simu, maskini amekuja kama siku ya saa 7 saa 8 na mtu amekufa ndani ya hoteli usiku. Anatoka asubuhi na pia akirudi ni jioni, na sisi ni kama tu jirani. Vile vile watu tulikuwa tunapeleka watoto wetu shuleni, ndo tukaanza kusikia harufu. Baada ya kwenda peleka watoto shuleni ndo tukaja tukakuta tayari hapa majirani wamejaa hapa, na ndo tukaingia hapo ndani. Tulipoingia tunachungulia hapo ndani kulikuwa kuna wao sasa marehemu mwenye amekufa. Sasa ndo watu wakazunguka na huko nyuma, ikabidi tukate ile dirisha pale ndo tuweze kufanya nini, kuona vizuri kule ndani. Tabia zake nzuri, kimchekeshi, yani mtu mwenye roho nzuri, ana vita na mtu. Ni mtu mzuri tu, hana ubaya wote, na ni kijana ambaye ni mpenda watu, ni kijana mchapakazi, yani yeye hana ubaya na mtu, yani mkubwa mdogo yeye ni sawa tu. Hii harufu tumeanza kusikia tangu asubuhi. Saa 12 tupeleka watoto shule tumesikia harufu. Na tumetafuta mzee wa mtaa ndo amekuja. Hakuna polisi mwenye amefika wala hata huyo MCA ama mtu yote mwenye amesongelea hapa karibu. Yaani hakuna serikali yenye imehusika hapa. Ni mzee wa mtaa peke yake na kidole kimoja kivunje chawa. Tangu 6 tumepigia polisi, hakuna mwenye anashughulika na kitu chochote. Hapa Junda hatuna usaidizi. Ikifika times kama shida kama hizi, hakuna usaidizi kabisa. Imagine tangu 6 mpaka saa hii hakuna usaidizi wowote. Hebu niambie Junda sisi tunapata shida gani?